Naam, hii ni TriGen Media. Karibu na hizi ni fikra za Mubali na Mapuli. Hii leo tukiangazia zaidi ambako macho na masikio ya ulimwengu yapo kunako vita ambavyo vimeanzishwa baina ya Irani kutoka kwa Marekani pamoja na Israeli. Tumearifiwa kutoka siku ya Jumapili kuwa tayari kiongozi mkuu wa nchi ya Irani Ayatollah Ali Saidi Khamenei aliuawa, na tayari mjadala unaendelea kote duniani kuhusiana na vita hivyo, lakini pia yako madhara ambayo TriGen kupitia fikra hizi za Mubali na Mapuli tukasema basi nasi tuweze kumulika sasa madhara yatokanayo na vita hivi hasa kwa bara la Afrika. Karibu sana, mimi naitwa Leonard Mapuli na mwenzangu ni Leonard Mubali. Mubali pamoja na kuwa ni mwandishi wa habari, lakini ni mbobezi katika masuala ya diplomasia, na leo nitamvarisha zaidi koti ya makanzu ya diplomasia kuweza kuviangazia vita hivi sasa. Hapa Marekani, pale Urusi, katikati yuko Irani. Mubali, ni vita tayari. Ni vita tayari. Hayawi yamekuwa baada ya tambo za muda mrefu Mapuli. Miamba hawa kwa sababu hawa ni mahasimu wa muda mrefu. Unapozungumza Iran, hata kabla ya Ayatollah Ali Khamenei bado kulikuwa ni sera za Iran hazijawahi kupikika chungu kimoja na Marekani. Kwa hiyo ni vita tayari kama nilivyosema, na tumeshaona yamekuwa na kiongozi wa Iran ameuawa. Kwa hiyo ni vita kabisa. Ndio, na kabla hatujazama kwenye mjadala wetu kulikuwa na mazungumzo kabla ya hapo. Mazungumzo ya Katale ya wapi yale? Mazungumzo yale pia yalikuwa na utata. Ukiangalia toka mwanzo, mfano waliokuwa wakiangalia kwa jicho la diplomasia, waliona visiki vingi ambavyo ingefika wakati kuweza kujikwaa, kwa sababu Iran alikuwa kitahadharisha toka mwanzo katika zile terms of reference, vile vigezo vya makubaliano. Lakini Marekani siku zote kama mnavyojua lake, akisema anapita hapa, maana itabidi utengenezwe mlango hapa aweze kupita. Lakini Iran chini ya uongozi wa kiongozi mkuu wa kidini Ayatollah Ali Khamenei alikuwa akionya, alikuwa kitahadharisha kwamba Iran hatutaki vita, ila ikianza tutakuwa tayari. Na mazungumzo ya Doha lazima yazingatie kote. Moja alikuwa kionya Mapuli kwamba katu mazungumzo hayo yasije kusitisha mpango wa Iran wa urutubishaji uranium, kwa sababu ndio hasa moja ya vipaumbele, na vile vinu vya nyuklia ambavyo Marekani pia wanadiplomasia wanacheki kama Marekani wakati fulani anacheza na akili za watu. Kuna wakati waliwahi kusema tumeviteketeza. Nakumbuka kwamba walishusha. Mbona tena wanataja huyu akiachwa anatengenezea nini? Simulisema mmeviteketeza. Kwa hiyo zile tambo wakati walishusha ile bituli ilipiga kwenye lakini unajua hizi taarifa unapata katika vyanzo mbalimbali. Ilipiga ndio, lakini bado Ayatollah Khamenei na idara zake za usalama walisema hakuna chochote kilichoharibiwa. Kwa hiyo kidiplomasia, unajua mfano kama hivyo ameanzisha vita, kuna ile kujijenga ndani ya Marekani, unaona yeye mwenyewe Trump, lakini pia kuna ile kujaribu kupata ushawishi wa nje. Hata hii vita ni kuambia, kuna baadhi ya watu waliwategemea kama NATO na nini, mapema kusema lolote. Mataifa makubwa kama Uingereza naona kama wanaingia kwa sababu hawakutegemea kama baadhi ya majibu yatakuwa hivi. Iran wanasema hata silaha wanazotumia ni za zamani, hawajaanza mpya. Nimeona hata Ufaransa naye asubuhi leo naye katoa. Anyway, tuje kwenye mjadala wetu mkubwa. Vita tayari imekwisha kuanza. Mimi ninataka tulitazame sasa hili katika jicho la TriGen, kwa maana ya kuliangalia bara la Afrika na pengine labda hata Afrika Mashariki. Kwenye madhara ya kiuchumi, unadhani nini kinakwenda kuiumiza Afrika kiuchumi kwa sababu tu ya uwepo wa hii vita? Unajua Iran yamkini labda hakujitangaza zaidi, lakini ukifuatilia kwa jicho la kiuchumi, ukafuatilia kwa jicho la mafungamano ya kibiashara, Iran anashirikiana na zaidi ya nchi 30 za bara la Afrika Mashariki. Unakuta huko kuna Kenya, kuna makubaliano ya kibiashara, kuna nchi nyingine ya kina Djibouti, lakini unaenda pia Afrika Kaskazini. Kwa hiyo unakuta ule mzunguko wa zile nchi zinafika takriban 30. Na wengi wanamchukulia Iran kama na biashara moja tu ya mafuta, lakini Iran amekuwa anafanya biashara ya zana za kilimo, mambo mengine ya elektroniki, zana mbalimbali, unaona, yani teknolojia pia amekuwa kiuza
huku na bidhaa nyingine za viwandani nje ya mafuta. Kwa unaweza ukaona kukuambia tu hivyo, zaidi ya nchi 30 za Afrika na Afrika Mashariki ikiwemo, hasa zaidi ya Kenya ambao mikutano mingi ya hamasa za kibiashara na mafungamano wao wamekuwa kitovu. Kwa moja kwa moja bara la Afrika litaathirika. Safari za meli unaweza ukaona ukuba hiyo inatikisika. Kwa hiyo bidhaa zitashindwa kwenda. Ni msimu wa kilimo huu. Kuna baadhi ya masuala mengine ya kilimo. Kwa hiyo Afrika moja kwa moja, kwa kuwa tunamwangazia tu Iran na mafungamano ya Afrika, mimi naona wanaguswa moja kwa moja. Tuitazame Irani kama Irani ama hata majirani zake, kwa sababu tumeona kwa toka kuanza kwa hii purukushani tumeona Irani anashambulia bezi za kijeshi za Marekani ambazo ziko kwenye almost hiyo guba yote Uajemi hiyo, nchi kama Bahrain, nchi kama Iraq, Kuwait, nchi za falme za Kiarabu huku kote kule anapiga. Lakini ukija kutazama yote hiyo ni milango ambayo baadhi ya mizigo kutoka bara la Asia kwenda Ulaya na Afrika zinapita maeneo hayo kuja Afrika. Lakini bila shaka hii bado nimeona kama inazua hofu kama huenda kukawa na shida hapa, kwamba bidhaa watu wataogopa kupitisha pale meli. Umesema vyema, ni kweli. Unajua, ukiangalia kwa wachambuzi wa vita zinavyopiganwa, mwanzoni watu walidhani Irani, na ndio maana wanasema wanaweza kaingia ile wakavaa buti kuingia vita vya ardhini. Baadhi ya wachambuzi na vyombo vingine vina ripoti vya magharibi na hata kutoka zaidi, yani wanaofuatilia vita kwa kina. Iko hivi kwamba zile base za kijeshi zilizopigwa, sidhani kama Marekani alitaraji majibu yatatokea, lakini hakutaraji kama intelijensia ya Iran inajua mpaka mahoteli ambayo wamehifadhiwa baadhi ya tuseme wale mafundi wa vita wamepigwa mpaka huku ambako ni karibu sana na kitovu cha biashara ya Afrika. Unapozungumza Qatar, unazungumza Dubai, unazungumza wapi. Kwa yeye amejifunza kwa Iraq, amejifunza kwa Libya, kwamba hawa washirika wa nchi za Kiislamu, unajua vita hii haipigani katika ardhi ya Marekani. Marekani na vita vyake, soma historia, havipigani kwenye ardhi yake. Kwa hiyo yeye amejua kimaliza katengua ile mihimili, atakuwa na ile mihimili kwamba mashambulizi yote dhidi yake yatatokea kwenye ndio. Manake kule ndio ngome za kijeshi. Hata hiyo meli kubwa inayoaminika ya kivita inapita humo katika eneo la maji mengi, lakini inalindwa kutokea katika nchi washirika. Kwa hiyo biashara lazima zitikisike. Mfano ukiangalia sasa hivi kwenda Dubai kwa nchi za Afrika Mashariki, simekuwa kama mtu anaenda Nairobi, mtu kama anaenda kawaida kabisa. Kariakoo hapa mfano kwa Tanzania, wafanyabiashara wengi unapozungumza kwa Dubai, labda mimi na wewe tu umefika Dubai. Yani unajua, kwa mfano msemo wako ukienda kwa wafanyabiashara Kariakoo, ukisema neno Dubai na China, wakapa nilikuwepo wiki iliyopita. Nachang si China wapi huko ni miji na kawaida kwa sababu biashara sio. Sasa turudi kwenye kitovu cha kuathirika kwa biashara hizi. Wanapopigwa zile base ambazo Mashariki ya Kati, baadhi ya nchi zinafanya biashara moja kwa moja na Afrika Mashariki, ndio matokeo yake ni kwamba tutaathirika nchi hizi za Afrika hadi Afrika Mashariki ambazo uchumi wake, miundombinu yake ya mafungamano ya kibiashara ni tegemezi, si yale ambayo yanategemea kujiendesha. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hapa athari watu kijiografia, utaona kwamba Mapuli, vita hii ukiangalia ramani unaweza ukakaa umekula makange yako ya kuku, unadhani vita iko mbali sana, lakini ukija katika michirizi ya mafungamano ya kibiashara na hata ule ukaribu unakuja kuona kumbe Iran. Tutafika hapo, nataka tuje tuzungumze pia kwenye haya mafungamano ya kiuchumi kati ya Afrika na Iran. Nimejaribu kufuatilia sana madhara ya kiuchumi. Nilikuwa na mtazama mfanyabiashara mmoja wa Tanzania analalamika, nadhani ni jana usiku, Chris Lukosi, mfanyabiashara ambaye bila shaka anafanya biashara, analeta bidhaa kutoka nje ya nchi. Anasema kuna uwezekano baadhi ya mizigo yake isifike kwa sababu walitegemea zaidi, nadhani ule mlango bahari wa Malaka ule ambao unapita unakuja bahari ya Hindi, unakwenda bahari Nyekundu, halafu
ndio unashuka kwenye Ghuba ya Uajemi, halafu unakuja pwani ya Afrika, ndio unakuja kwetu. Sasa hivi njia kidogo huenda ikawa ni ndefu, kwa sababu hayo maeneo yote watu wanahofu kwamba huenda kuwa na mashambulizi na kwamba kuna uwezekano mkubwa mizigo mingi sasa kutoka bara la Asia kufika bandari za hasa Mombasa na Dar es Salaam, kukategemea zaidi Afrika ya Kusini. Sasa nitaka tutazame hilo ulitaka kwenda kwenye mafungamano sasa yapi ni mafungamano ya kiuchumi, tukitazama sasa Iraq pamoja na Afrika kwa ujumla wake. Mubali, kwanza tuziangalie jitihada za Iran ambazo zimekuwa zikifanya. Iran amekuwa ana movement ambazo si za wazi, lakini na washirika wake wakubwa wamekuwa nataka kuchukua soko, ama tunasema pahala, kiti ambacho Marekani amekikalia. Interest ya Afrika unaona inafuatiliwa na China. Yes. Iraq hakuweza kushindana na China, lakini kuna maeneo ambayo aliona yeye anaweza kachukua hiyo nafasi ya kuweza kufanya nini, nafasi ya kuweza kuchukua. Kuna mikutano ambayo amekuwa naifanya Iran, inaitwa Africa Iran Economic Cooperation Summit. Ni mikutano mikubwa ambayo mle ndani, katika ile mikutano inayofanyika kila mwaka kila mara, kunakuwa na makubaliano hapo, na makubaliano yale ndani yamejaa mikakati. Unajua kuna makubaliano ya bila mikakati. Mikakati ile yeye Iran ambacho anamaliza, akishamaliza kile ambacho anadhani ni nafasi yake, anaangalia washirika wengine kama China watachukua nafasi. Maana ukumbuke kwamba adui namba moja ambaye niweza kutumia hata lugha kwamba Iran ilikuwa inamuona ndio shetani wake. Ulishawahi kusikia huyo ndio shetani wake? Ama ulevi ndio shetani wake, mambo yake ndio. Sasa shetani wake akilala hivyo alikuwa anamwaza Marekani, na wameanza kuonja vikwazo kwa miaka kadhaa. Ndio ilikuwa ni muda mrefu kidogo mataifa magharibi. Huku anayeshinikiza hivyo vikwazo, Iran imepita katika ile tuseme matatizo makubwa. Kumbe matatizo wakati fulani ni kujifunza. Ndio maana hata baadhi ya silaha ambazo Iran anatumia sasa hivi alijua iko siku kuna vita tutakuja. Kwa hiyo katika yale mafungamano alikuwa na mafungamano imara na ya kimkakati. Afrika Kusini mfano, uangalie Djibouti huko, unaona haya. Kwa huko Afrika Mashariki alikuwa ameshaingia. Unajua Afrika Mashariki inaandamwa na yuko Marekani, yupo China, wapo wote yani, wanagombania wote, kila mtu anataka aweke mizizi kule. Lakini amepenya Iran na bezi kubwa kabisa ikawa Kenya. Kwa hiyo ni kwamba mafungamano yapo. Afrika Kusini ndio usiseme kumekuwa na mafungamano. Nitakuchokoza kidogo, umesema Kenya. Nimeona rais wa Kenya analani vikali Iran kushambulia baadhi ya nchi za Kiarabu. Ina uhusiano wote na hicho ninachokisema kwamba kwa sababu Marekani ana mizizi yake sana Kenya? Ukijaribu kuhusianisha, naweza kusema ushirika na mafungamano ya Kenya. Ukirejea hata tangu mwanzo wakati Mwalimu Nyerere akisema kwamba nchi yetu ya Tanzania haifungamani na magharibi wala mashariki, alimaanisha sana. Kwa ukiangalia kwa diplomasia za Afrika Mashariki ni kwamba Kenya ina mafungamano na mataifa mengi sana. Marekani ana mafungamano kwa kiwango kikubwa. Labda amepima sasa ule uzito. Sawa, mbabe huyu wa dunia Marekani na Iran, niegemee wapi kutoa kauli? Lakini ile inaweza kawa labda na kuzidiwa na upepo. Unajua kuna wakati fulani unakuwa kama mpira, kwamba ligi sasa inapokwenda naona fulani atachukua tu. Kwa unavyozungumza unalegeza kidogo ulimi. Kwa hiyo na kauli yake inaweza kawa haina mashiko sana, ila ni ya kutaka identity, kwamba mimi napatikana kwa yani wakija kusema hivi mimi nilishalani. Lakini mataifa mengine yamenyamaza kimya kwa sababu Uganda pia ni mshirika mkubwa wa Marekani, unaona. Lakini Uganda pia ni mshirika mkubwa wa Iran, amechagua kukaa hapo. Tumemtazama Kenya kama Kenya. Hebu sasa tutazame mafungamano sasa ya Irani kama Irani na nchi za Afrika yakoje? Yako ikiwezekana hata kwetu sisi na Irani tukoje na nchi zingine za Kiafrika kwa ujumla wake. Unajua mfano unapozungumza labda ushirikiano wa Iran na Kenya, ukizungumza katika pembejeo, manake Tanzania automatic na Kenya, Rwanda, Burundi mtanufaika tu kama wana bidhaa zao ambazo ni za Iran zikatua Kenya, labda ni za pembejeo za kilimo. Automatic Tanzania mtanunua pembejeo mpakani Arusha huko. Kwa hiyo ni wanufaika pia. Tunaweza tukawa hatuna mahusiano ya moja kwa moja,
lakini ni wanufaika. Vitu vya Kenya vinapita katika bandari, hizi bandari zetu zinahusiana. Kwa unaweza kukuta kwamba pale uhusiano, kwanza nikianza ukanda wa Afrika Mashariki, ni kwamba Iran na Afrika Mashariki, kwamba kupitia nchi chache ambazo kupitia Afrika Kusini ina mashirikiano makubwa sana na Iran ya kiuchumi, na Kenya. Tayari hii Afrika kwa ujumla, bado hujazitaja Djibouti ambazo nazo ziko huko. Unaona katika baadhi ya zile nchi. Kuna Yemen hapo, kuna Somalia, kuna Djibouti. Zote zikiingia pale unakuta moja kwa moja kwamba kumbe huyu aliyopo vitani ni mshirika mkubwa wa zaidi ya nchi 30 za Afrika. Na Iran alikuwa na jitihada zake. Huenda vita tu hii, lakini baada ya muda mfupi tungezungumza hata kufikia nchi takriban hata 40 kufikia au chini ya hapo. Tutakuja kuzungumza nini ambacho tunapaswa, lakini ninajaribu kufikiri, maana hizi ni fikra sasa za kwangu na za kwako. Nikiangalia mathalani sekta ambazo zinaathirika zaidi Afrika, hata nikiangalia mashirika mengi makubwa ya ndege yamesitisha baadhi ya safari kwenye baadhi ya nchi za hasa katika falme za Kiarabu, ambazo kimsingi zimekuwa zikichagiza sana uchumi kukua, kwa maana watu mwingiliano, watu kumove kutoka hapa kwenda pale. Lakini sasa kuna shida hiyo. Mashirika makubwa ya ndege kama shirika la Qatar, Etihad pamoja na Emirates, naona kama bado. Hata ya Tanzania wenyewe niliona hivi majuzi walisema safari zake za kwenda Dubai wanazisitisha kwa muda ili watazame, waone kwanza nini kinaendelea. Hili natazama kama ni moja kati ya madhara makubwa ya kiuchumi, lakini bado pia fikra zangu zinanionyesha madhara mengine sekta kama za utalii. Kwa sababu sekta ya utalii uweze kuitenganisha na sekta ya anga. Kama ndege hazitui, maana yake hakuna watalii wanaokuja. Hofu hiyo. Yako mambo mengi Mubali hapa, kwa maana athari nyingine hapo umegusia, tukiendeleza zile fikra. Mfano kuna sekta ya uvuvi. Ndio. Ilikuwa ni moja ya vitu ambavyo Irani wamekuwa wakisaidia, wakishirikiana. Hata bidhaa nyingine, kuna bidhaa za uvuvi, lakini kumekuwa na bidhaa zile ambazo ni za teknolojia. Unaona kuna teknolojia ya mifugo. Teknolojia ya mifugo wako vizuri sana katika maeneo hayo. Kwa hiyo kulikuwa ni mambo ambayo yataathirika moja kwa moja. Kama ulivyosikia, umetolea mfano mmoja tu, wafanyabiashara akilalamika makontena yake. Huyo ni mmoja. Je, kwa makampuni ambayo yanaagiza bidhaa zile bidhaa za Iran, makampuni makubwa, unafikiria atakuwa na hali gani? Kwa hiyo athari ni kubwa. Kwa hiyo usiangalie kwamba Afrika haiguswi vipi. Leo tunaangazia hiyo Afrika. Unaweza kaona namna ambavyo tunaguswa. Mafuta huko siseme. Mfano mafuta, nikikwambia Afrika imejisahau sana katika mafuta. Pamoja na kuwa na nchi zinazofanya vizuri kabisa katika mafuta, Nigeria, Sudani huko, lakini bado nashangaa ni kwa nini mpaka leo biashara ya mafuta ndani ya Afrika haijaimarishwa kiasi hicho mpaka kutegemea huko mbele. Moja inaweza kawa labda ni teknolojia katika uchimbaji na uandaji wa hayo mafuta. Libya alikuwa mzuri sana, unajua kilichowakuta. Kwa hiyo hilo nalo litaendelea kuigharimu Afrika kwa sababu ya preparedness, tayari katika. Na takwimu ziko uzuri kwenye eneo hilo. Kwa mfano mafuta, tunaambiwa ni 20% ya mafuta kwenda Ulaya na Afrika yanapita hiyo Ghuba ya Uajemi, ambao huitenganishi na Irani na Iraq na Kuwait na falme za Kiarabu na nchi zingine za ukanda huo. Kwa maana yake vita hii kiwepo, hiyo 20% yote ambayo inategemewa kupita inapita wapi? Kwa maana yake haitapita pale, na kama pale haitapita, itapita kwa njia nyingine ambayo ni ndefu. Ni kama nilivyosema mwanzo kwamba bidhaa leo hii baada ya kupita kwenye mkondo bahari wa Malaka, ukaingia bahari ya Hindi, ikaenda bahari Nyekundu, ikashukia pwani, ikaja ikashuka huku maeneo ya Yemen, Djibouti na hiyo Somalia. Sasa hakuna, inabidi kwenda Afrika Kusini. Maana yake kwanza mzigo unachelewa kufika. Wanakadiria ni siku 20 mpaka 30 zaidi. Tukizungumza siku 20 30, maana yake pia gharama inaongezeka, si ndio maana yake? Lakini tuje kwa ujumla wake Mubali. Na Trump pia usisahau, jana tu amekiri kwamba alidhani itakuwa ya muda, ameshaendeleza kwamba inaweza kachukua hadi majuma kadhaa zaidi. Ameiona, amechungulia. Sasa huyo ni Trump. Lakini Irani wao, ujue pale sasa alizungumza kama wanataraji kuwa na mazungumzo, wakakanusha
kwamba nimeona waziri wa mambo ya nje amesema hapa mwenyewe walisema hapana, amejitekenya na kucheka. Sasa hivi sisi ameuawa Ayatollah Ali Khamenei, ni vita kamili imetangazwa. Umeona Mapuli? Kwa hiyo tutegemee sasa. Umezungumza hizo siku 20 na ilikuwa katika na hiyo ni eneo moja la mafuta tu, ilikuwa katika kawaida tayari kwenye vituo vya mafuta, si bei zile wao wanabonyeza wanaandika tu ya utaona toka 2700 kesho utakuta 3000 na utachagua mawili sasa, upaki gari lakini pia daradara naye yuko pale pale tu, yani kama amenunua mafuta bei ya juu kana nauli kidogo kaongezeke, si ndio bwana? Unapofanyiwa hivi kwamba kwamba mimi nimekwenda wao wanaita sheli wanaita sheli, kwamba nimekwenda sheli nimekuta mzigo sio kama nilivyokuwa nachukua kwa bei, mimi napandisha. Lakini all in all Mubali, sasa naam, hii ni vita imeanzishwa na Israel pamoja na mshirika wake Marekani, wawili hao mabeberu wakubwa hao wawili dhidi ya Iran. Lakini nilitaka nijue kutoka kwako kwenye dhana nzima sasa kwenye diplomasia na hata uzoefu wako kwenye uandishi wa habari za kimataifa, pengine Afrika inapaswa kufanya nini kwenye mgogoro huu ama kwenye vita hii ili ibaki kama Afrika, yani ili vita hivi visiathiri Afrika versus Iran? No, Afrika mimi nachoona inapaswa kutulia, iwe na utulivu, kwa sababu wao si watatuzi. Wangekuwa watatuzi, kuna vita vimedumu tu Somalia, Sudani, Kongo, unaona. Kwa hiyo ufundi watakaojipa katika kutuliza hii vita ama kuchangia iwe kwa maneno ni ule ufundi ambao ungeonyeshwa katika hali mbaya ya vita za kikanda. Hivi tunavyozungumza Kongo hali si shwari. Hebu ngoja kidogo. Hiyo fikra yako imeniwasha kidogo. Naam. Mtazamaji, si kama unamuelewa Mubali. Anasema nchi za Afrika zichague ukati. Kwenye hili la Iran anatolea mifano kwamba Afrika imekuwa na nchi nyingi ndani yake ambazo zimekuwa na migogoro mingi, amezitaja. Anataja nchi, kwa mfano nchi Sudani yote, ukanda wote wa Sudani, kwa maana Sudani ya Khartoum pamoja na Sudani ya Juba, bado mpaka leo hapana utulivu kabisa. Lakini anataja pia DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hapana utulivu. Somalia, bila shaka hata Ethiopia bado kuna kavurugu ambako amekuwa pia ni muda mrefu. Kwa hiyo mimi nataka tena urudie kwamba Afrika ifanye nini kwenye hili la Iran? Afrika kama Afrika. Afrika mimi nafikiri kwanza ichukue somo. Somo la kwanza ni kwamba ijue kabisa kwamba mipango ya ndani ya kiuchumi, ya kidiplomasia ni akiba pale ambapo wale unaowategemea wakibadili vipaumbele. Mfano nchi na nchi, mfano wewe hapa mimi nilikuwa na tatizo kubwa, 500 niliyotaka kukopesha wewe, nitakupa? Asikupi. Nakupa nitafanya huko. Kwa hiyo Afrika moja cha kufanya ni kwamba ichukue muda huu kuwa na somo kwamba wale wababe wa kivita ambao wamekuwa kiwekeza sana fikra kuwategemea kiuchumi katika nyanja zote, ni ile unaweza kaona ukaweka rehani nchi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale wao wakifika vipaumbele vyako wewe watakusahau kushoto. Hilo la kwanza. Ndio. Lakini Afrika ijaribu kuona, japo kuwa imechelewa, kwa sababu miungano mingi ya Afrika sasa inatetereka. ECOWAS hali si shwari. Ukiangalia SADC ipo kama ipo. AU ipo. East Africa saizi wapo wanapambana kwamba kuna baadhi ya washirika hawatoi zile changizo ili kuendesha jumuiya. Umeona? Wanaliokata. Ila huko nje wakikaa huko wanatafuta kujipenyeza kwamba mimi ni mshirika wa huko, mimi ni mshirika wa huko. Sasa kwa haya yanayotokea, Afrika ianze kuungana na kuona kwamba inakuwa imara kiuchumi katika sera za ndani. Ninaposema sera za ndani sio za nchi moja moja, sera za ndani za bara la Afrika kwa ujumla, ili siku moja yanapotokea kama ya kutokea mafuta uchukue Sudani, ili yanapotokea kama ya kutokea sawa viwanda uchukue Rwanda, yani zile bidhaa za kilimo ziwemo humu ndani. Usizungumza ile njia ya Kuba simezibwa, meli zinapigwa. Na kuna hofu kubwa labda kama ni mbolea, ujue kabisa katika ukanda huu mbolea labda tunamtegemea mwenzetu Mkenya. Hebu sukari tunamtegemea Tanzania. Yani ifike wakati circulation ya kujihudumia kiuchumi na huduma za kijamii itoke ndani ya kitovu cha nchi hizi za bara la Afrika. Wala tusitegemee
hayo mataifa tunayoyaita wahisani wanapigana. Wahisani sasa wako vitani. Utapata mbolea, utapata teknolojia. Hata yule muhisani aliyekuwa nakupenda atasema ngoja kidogo na shughuli kidogo namalizana hapa na Iran. Ngoja kidogo Iran atasema ngoja kidogo napigana na watu wawili hapa. Kwa hiyo hilo ndilo ninaloweza kusema Afrika nikijumuisha yale. Nakuja kuona swali lako la msingi unavyosema Afrika ifanye nini? Ikae kimya tu irudi na mimi nataka fikra tuzimalizie hapo kwamba Afrika ikae kimya katika yale. Na huu kimya sio kama ni ukimya wa kinini, ni ukimya pia wa kujifunza, na kutafakari na kurudi kuondoa tofauti zao, waanze kutengeneza chao. Cha jirani kimekuwa kigumu. Jirani anapigana kwa jirani hapakaliki. Mimi nafikiri fikra tuzimalizie hapa. Maliza. Shukrani sana Mubali, na zimekuwa ni fikra za Mubali na Mapuli leo hii tukijikita zaidi kwenye kutazama vita inayoendelea ambayo imeanzishwa kati ya Marekani kwa ushirikiano na Israel. Hawa wote wameungana pamoja kwa ajili ya kumshambulia Irani, na tayari kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Said Khamenei aliuawa mapema Jumapili, na taarifa zake zilisambaa na kuzua gumzo kuhusiana na kifo chake. Lakini vita hiyo bado inaendelea na bado wachambuzi na wafuatiliaji wa masuala mbalimbali ya siasa pamoja na uchumi wanaichambua vita hii katika maeneo hayo. Nami na Mubali hapa tumeichambua katika jicho la kiuchumi zaidi, na hasa sisi tukijikita kutazama madhara ya kiuchumi ya vita hiyo kwa bara la Afrika. Mimi naitwa Leonard Mapuli, mwenzangu amekuwa ni Leonard Mubali, na hizi zimekuwa ni fikra za Mubali na Mapuli, na hii ni TriGen Media. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya TriGen Media, subscribe, utapata habari nyingi hapo za uchambuzi pamoja na makala mbalimbali. Kwa heri kwa leo.